Hamjambo, tunaendelea kufuata ufupisho makini au compendium ya katekisimu ya Kanisa Katoliki, na bado tuko kwenye sehemu ya kwanza ambayo inaangalia ama kuchunguza mambo ya imani yetu, mambo ya kukiri imani yetu. Katika Kiingereza tunaita creed, kwani imani yetu imetoka wapi, inatokana na nini, na tunaendelea kuifuata kwa mpangilio uliowekwa pale kwenye huo ufupisho makini ama ufupisho wa katekisimu ya Kanisa Katoliki, na kukaribisha kwa maswali matatu ya leo. Ukiona ninaangalia chini, ninasoma nakala ambazo nilitayarisha ili kwamba nisiwe ninawaambia mambo yangu mwenyewe, ili kwamba tuwe tunafuata ule utaratibu tuliowekewa na Mama Kanisa. Karibuni sana. Mimi ni mama wa katekesi ambaye kama kawaida na kukumbusha ni Mkatoliki mwenzako anayependa kuishirikisha na kuwaza mambo ya imani yetu. Swali la kwanza leo, je, hatua ya kwanza ya ufunuo wa Mungu ni zipi? Swali la pili, hatua zinazoufuata ufunuo wa Mungu huo wa kwanza ni zipi? Na swali la tatu, je, hatua ya Mungu iliyo kamilifu na ya kina ni gani? Kama kawaida, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, jaza mioyo ya waumini wako na uwawashie moto wa upendo wako. Mtume Roho wako na wataumbwa upya na utaugeuza uso wa ulimwengu. Tuombe. Mungu unayeielimisha mioyo ya waumini wako kwa mwanga wa Roho Mtakatifu, tujalie kuwa kwa huyo Roho Mtakatifu tujazwe daima na hekima ya kweli na tujaliwe furaha ya faraja zake. Kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amina. Mtakatifu Paulo utuombee. Mtakatifu Gabrieli utuombee. Bikira Maria tumaini letu, mjakazi wa Bwana, utuombee. Kwa hiyo tunaendelea nilivyosema na utangulizi unaozingatia kanuni ya imani yetu. Kweli sisi wa Kristo tunakiri nini, na chanzo cha imani hii ni kipi? Kwa hivyo tumeona hadi sasa, unaona ni kama tunarudia wazo moja tu, na wazo hilo moja ambalo tunarudia ni kwamba Mungu mwenyewe ndiye anayejifumbua kwetu, sio sisi tunayemfumbua Mungu, kwamba ni Mungu anayejionyesha, anayejitambulisha kwetu. Ni kama ukiwa kwenye chumba mahali umejificha, mtu aingie asijue kwamba umo chumbani, lakini wewe umuonyeshe kidogo, umpatie hisia kwamba umo chumbani, mpaka apate kujua kweli kuna mtu kwenye chumba hiki. Alafu mwishowe pengine kama ni mtoto unacheza na yeye, anajua kweli mama yuko kwenye chumba, ama baba ama kaka yuko kwenye chumba. Hivyo ndivyo Mungu anayejitambulisha kwetu. Si kwamba ni kwa nguvu zetu tu tunaweza kumtambua, lakini ni kwa nguvu zake, ni kwa ufunuo wake. Kwa hiyo tunaendelea kuliangalia swala hilo ama wazo hilo kwa njia nyingi mbalimbali. Kwa hiyo turudie swali la kwanza la leo. Kama kawaida sipendi kuchukua muda wenu mwingi ama saa zenu nyingi, kwa sababu najua kwamba watu wana majukumu mengi na wanataka tu kuangalia mambo mawili matatu kuhusu imani yetu na kuendelea na maisha ya kawaida. Kwa kuwa sisi Wakristo wa Katoliki tunajua kwamba katika maisha yetu ya kawaida tunapatana na Mungu mwenyewe. Swali la kwanza basi, je, hatua ya kwanza ama hatua za kwanza za ufunuo wa Mungu ni zipi? Na ufupisho wa katekisimu unatupatia jibu lifuatalo, kwamba tangu mwanzoni Mungu alijitambulisha kwa wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, na akawaalika waingie katika ushirika wa kindani naye. Baada ya kuanguka kwao, hakuacha kujitambulisha kwao, bali aliahidi wokovu kwa vizazi vyao vyote. Baada ya gharika, ile gharika ya Noa, baada ya gharika aliweka agano na Nuhu, agano kati yake na viumbe vyote vyenye uhai.
Na kwa kuwa hapa tunazingatia ufupisho makini wa katekisimu, ukiangalia ile katekisimu ndefu utapata kwamba inaeleza moja kwa moja kutoka ngano ama hadithi ya Adamu na Hawa, jinsi Mungu alivyojitambulisha kwao, na tunajua hiyo hadithi vizuri sana, jinsi nguvu za shetani ama shetani mwenyewe aliingilia akaweza kuharibu uhusiano wa mwanadamu na muumba wetu, lakini moja kwa moja Mungu alitoa hiyo ahadi kwamba vizazi vitakavyofuata vitapata wokovu. Kwa hiyo Mungu, hata tukisema kwamba walitolewa kwenye bustani ya Edeni, walipoteza zile neema za kweli walikuwa nazo mwanzoni, hawakupoteza tumaini. Mungu aliweka tumaini. Kutoka kitabu cha Mwanzo tunapata kwamba mwanadamu ana tumaini, kwamba mwanadamu si kiumbe ambaye amesahauliwa na muumba wake, kwamba kuna tumaini kweli. Na tunaangalia swali la pili hapo, na swali la pili ni hili: hatua zinazoufuata ufunuo wa Mungu ni zipi? Mungu alimchagua Abraham, akamuita kutoka nchi yake, akamfanya kuwa baba wa mataifa mengi. Na hapa utarejelea kitabu cha kwanza ama Genesis, kitabu cha kwanza mlango wa 17 mstari wa 5. Kadhalika aliahidi kuyabariki mataifa yote ya ulimwengu ndani yake Abraham. Nacho hicho ni kitabu cha Mwanzo mlango wa 12 mstari wa 3. Vizazi wote waliotokana na Abrahamu vitaipokea ahadi ya kimungu iliyotolewa kwa mababu wetu. Mungu aliiweka Israeli kama taifa lililotengwa kwake, akawakomboa kutoka utumwa wa Misri, akaweka agano nao juu ya mlima wa Sinai, na kwa njia ya Musa akawatolea amri zake. Manabii walitangaza ukombozi wa hakika na wokovu kwa watu wote katika agano jipya na la milele. Kutokana na watu wa Israeli na kutoka kwa nyumba ya mfalme Daudi, Masia Yesu atazaliwa ama angezaliwa. Kwa hiyo tunaona swali hili la pili linajumlisha mambo mengi sana, linafupisha mambo mengi sana. Kutoka wakati Mungu alimuita Abrahamu, alafu unapata baada ya Abrahamu kuna mwanawe Isaka, alafu baadaye kuna Yakobo na wanawe 12. Tunajua jinsi walivyofika Misri, tunajua hadithi ya Yosefu na Yusufu, tumuite Yusufu na ndugu zake, na tunajua jinsi taifa la Israeli lilivyoishi Misri hadi ukombozi ukaja kwa njia ya Musa. Na kwa kujitambulisha kwa taifa la Israeli, Mungu anawaweka kweli ni watu waliochaguliwa, lakini anatuonyesha baadaye hasa kwa kupitia manabii kwamba Israeli ndio wamechaguliwa. Mungu amewateua kama wanawe wa kwanza wa kumfahamu, lakini ukombozi utakaofika baadaye, ukombozi unaofichuliwa sana sana na manabii, utakuwa ukombozi wa agano jipya na la milele ambalo litakuwa limewekwa kati ya Mungu na mataifa yote ulimwenguni. Kwa hiyo wewe na mimi tumeingizwa katika taifa hili la Mungu, na sio njia ya kuzungumza tu, ni ukweli, na hiyo ndio hali halisi yetu sisi wanadamu. Alafu mwishowe, swali la tatu kwa leo, ukumbuke makala yetu kama kawaida ni mafupi. Je, hatua ya Mungu kamilifu na ya kina ni gani? Kwa hiyo tunaangalia hatua alizochukua. Tumeangalia hatua ya kwanza alivyoumba Adamu na Hawa, na tunajua jinsi walivyoanguka mara ya kwanza. Tunajua hatua ya pili alivyojitambulisha kwa Abrahamu na mababu wengine, pia manabii, na sasa kuna hatua hii ya tatu. Kwa hivyo hatua ya Mungu tuite hatua ya mwisho ama hatua kamilifu, hatua timilifu. Hatua ya Mungu timilifu na ya kina inakamilishwa ndani ya neno aliyefanyika mwili, ndani ya Yesu Kristo, mpatanishi na utimilifu wa ufunuo wa Mungu. Yeye aliye mwana wa pekee wa Mungu aliyefanywa mwanadamu ndiye neno wa Mungu mkamilifu na wa mwisho.
Katika kumtuma mwanawe na kipaji cha Roho Mtakatifu, ufunuo sasa umekamilika. Ingawa imani ya kanisa itaendelea kufahamu maana kamilifu ya ufunuo kamilifu ya ufunuo kwa karne na karne na kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo niseme kwa ufupi kwamba Mungu amejitambulisha polepole. Abrahamu ni kama anapata hisia hizo kwamba kuna Mungu kweli, na tunajua hata alimtembelea wale watatu waliomtokea na pia akampa yule mwanawe Isaka. Tunajua hadithi hizo tangu utotoni mwetu. Alafu polepole hadi manabii wakamtaja Kristu, wanamuagua Kristu, wanatuonyesha Kristu, na mwishowe kama yule ambaye amesema sasa acha nijitambulishe, yule neno aliyetajwa katika kitabu cha kwanza ama Genesis, aliyetajwa na yule anayetajwa katika mwanzo wa Injili ya Yohane, alikuja kwamba Mungu akaja akawa mwanadamu, akaishi nasi, na sasa hana lingine la kutuambia. Tuangalie Mtakatifu Yohane wa Msalaba ama St. John of the Cross. Mtakatifu Yohane wa Msalaba anasema katika kutupatia mwanawe aliye neno wake wa pekee na mkamilifu, Mungu alitujulisha yote kwa mara moja katika neno wake wa pekee, wala hana jambo lingine la kutueleza. Kwa hiyo hana lingine la kutueleza, na tunajua kwamba Mungu alipojifunua katika Kristu, hakuna ufunuo mwingine tunaoutegemea, hakuna ufunuo mwingine tunaoutarajia. Kazi yetu sasa ni moja, kumfahamu na kumpenda Kristu na kuendelea polepole. Sio, hauwezi kupata ufunuo kwa siku moja. Ni kweli kuna wale wanapata hiyo neema kwamba wanaweza kufahamu mafumbo ya imani kwa kina, tuseme kutoka siku moja, ama wanafunuliwa kidogo hapa na pale, lakini hakuna ufunuo mwingine tunaoutarajia. Sasa kazi yetu ni kumwelewa Kristu, kumsikiza Kristu, kuwa na uhusiano na Kristu na kuendelea kufahamu jinsi Mungu anavyojionyesha kwetu kupitia miaka yetu, kupitia kazi zetu za kila siku, kupitia maisha ya kila siku, matokeo ya kila siku. Kwa hiyo tuangalie mafunzo mafupi yanayotokana na haya, na fungo la kwanza ni kwamba juhudi zetu zote za kidini na za imani ni bidii ya kumfahamu Kristo. Akili inajaribu kuelewa, lakini tuweke imani kweli mbele. Kweli akili yetu ya kibinadamu inaweza kuelewa kufikia hatua, lakini sio kwa ukamilifu. Jambo la muhimu zaidi ni kuwa na hiyo imani kwamba Kristu ni ufunuo wa mwisho wa Mungu, na Kristu anataka awe na uhusiano na wewe na mimi. Hilo ndilo funzo la kwanza. La pili, hatuwezi kuelewa yote kwa kina, lakini tukiwa na imani polepole tutapata mwanga wa Mungu. Kwa hiyo kuna yale mafumbo hatuwezi elewa kwa undani, lakini hatuwezi sema tena hatuwezi jifunza kwa sababu hakuna kuelewa. Tunasema kwamba polepole tutaweza kuelewa yale ambayo Mungu atatuangazia, hasa tukiwa na ile bidii ya kusoma Injili, kusoma Agano Jipya. Ndio tunaweza kusoma Agano la Kale, lakini ukitaka kumtambua Kristu kwa kina, tunasoma Injili, tunasoma Agano Jipya, kwa sababu kwa kupitia maandiko katika Agano Jipya tunaendelea kumfahamu Kristu kwa kuangalia maneno na matendo yake. Kwa hiyo tujipe moyo na tuwe na subira. Tukiwa na hiyo subira, tukiwa na hiyo bidii, tutaweza kuelewa, tutaweza kumkumbatia Kristu zaidi na zaidi. Kama kawaida, na kuacha na kazi ya ziada, na kazi ya ziada leo ni fupi sana. Usome kitabu cha Warumi ama waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi mlango wa kwanza mstari wa 19 hadi mstari wa 20, na usome kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo mlango wa 17 mstari wa 26
hadi mstari wa 27, na kama kawaida usome katekisimu ndefu. Katekisimu ndefu, kumbuka tunafuatilia katekisimu fupi hapa. Soma katekisimu ndefu nambari 54, nambari ama sehemu ya 54 hadi sehemu ya 73. Ukisoma hayo utafika Jumamosi na tutaangalia sehemu nyingine. Tukamilishe kwa sala fupi. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. Tumsifu na tumshukuru sasa na siku zote sakramenti takatifu ya Mungu mwenyewe. Tumsifu Bikira Maria, mama wa Mungu aliyekingiwa dhambi ya asili. Maria Mtakatifu, kikao cha hekima, utuombee. Asanteni sana wanaonitazama kwenye mtandao wa YouTube, naomba mpige hiyo subscribe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Hadi Jumamosi ijayo, ndimi wenu mama wa katekesi. Kwaheri.